Na mpenzi mtazamaji wa Channel 10, kilicho bora kabisa ni msimu mpya wa kipindi chako pendwa cha Zaidi ya Habari kwa mwaka huu 2026. Tuko hapa kwa ajili ya kukuhabarisha matukio mbalimbali makubwa yaliyopewa uzito wa kipekee kwa wiki nzima hii ya leo katika vyombo mbalimbali vya habari. Niko na swaiba wangu hapa, Neema Ndeto. Neema. Yes. Karibu. Asante sana mtazamaji, tunakwenda kuyatazama matukio ambayo yamegonga vichwa vya habari kwa kipindi cha wiki nzima. Na kisa leo tunaanzia wapi? Mtazamaji, tunaanza na taarifa kubwa kabisa ambayo ilikuwa babu kubwa wiki hii. Ni ile iliyokuwa ambayo ilikuwa inamhusisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika ile ziara yake aliyoifanya katika nchi za Uarabuni katika wiki hii, na tunaanza kukuletea hiyo taarifa kama ifuatavyo. Wiki hii Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameshiriki mkutano wa serikali za dunia WGS 2026 pamoja na uzinduzi wa jukwaa la kimataifa la uwekezaji GAIS, sambamba na kufanya mazungumzo na viongozi wa kimataifa uliofanyika Umoja wa Falme za Kiarabu huko Dubai. Ushiriki wa Tanzania katika mkutano huo unaakisi utekelezaji wa Dira ya 2050 na sera mpya ya mambo ya nje zinazoweka diplomasia ya kiuchumi kama nguzo ya mahusiano ya kimataifa. Mwenzetu Beatrice Eric amefanya mahojiano na mchambuzi wa masuala ya diplomasia ya uchumi ambaye ni mhadhiri kituo cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Ahmed Salim, Marco Musimba, ambaye anaeleza nafasi ya Tanzania kidiplomasia na kiuchumi kimataifa. Karibu sana Beatrice Eric. Asante Kisa Mwipiana na Neema Ndeto kutoka hapo studio za Channel 10. Mimi ni Beatrice Eric ambaye niko hapa katika kituo cha uhusiano wa kimataifa cha Dr. Salim Ahmed Salim, ambapo nazungumza na mhadhiri Marco Musimba. Atatueleza kuhusiana na ziara ya Mheshimiwa Rais. Karibu. Inatija kubwa na ieleweke katika umma, watu wajue kwamba tunapozungumzia diplomasia na hasa diplomasia ya uchumi, tunazungumza mahusiano ya kiungwana kati ya nchi na nchi ambayo yanatija kwa pande zote mbili. Kwa hiyo kuna kujenga ushawishi, kufanya uwasilishaji, kuzungumza kwa pamoja namna nchi na kati ya nchi na wadau wengine wa maendeleo, kwa maana ya states and non-state actors wanakaa pamoja, wanazungumza mambo yao, namna ya kufanya biashara au kufanya mambo yao ambayo wanaona yanatija kwa pande zote mbili. Kwa hiyo tunazungumzia sasa ni diplomasia ya uchumi. Sasa inatekelezwaje? Moja ya maeneo haya ya utekelezaji wa hiyo diplomasia ya uchumi ndio pale tunapokuja kukutana na kuna pande inazungumzia diplomasia ya uchumi kwa maana ya economic prosperity, ustawi wa kiuchumi wa nchi. Alafu pia tunazungumzia sasa ustawi wa kisiasa, political strand, kwenye maeneo hayo mawili. Sasa yanatekelezwaje? Ndio sasa tunakutana. Moja ya maeneo ya namna ya kutekeleza haya ni pale ambapo tunakutana na kitu kinaitwa state visit. State visit sasa ndio ziara za Mheshimiwa Rais. Moja ya njia tunazotumia ni katika kutekeleza hiyo diplomasia au diplomasia ya uchumi au diplomasia kwa ujumla wake, ni pamoja na kuwa na hizi ziara za wakuu wa nchi. Katika swala mbalimbali, Tanzania imeangazia upande wa masuala ya uendelezaji wa utalii, ikiwemo ile miradi ya kimkakati, miradi mikubwa. Mheshimiwa Rais ameshiriki pia katika uzinduzi wa mkutano wa kimataifa wa uwekezaji, ambao huu pia Tanzania naamini kuna faida. Je, katika mkutano huu wa uwekezaji ushiriki wa Tanzania uko wapi hapo? Asante sana Beatrice. Tunapozungumzia kimsingi diplomasia ya uchumi, kuna vitu vya msingi sana ambavyo tunavilenga. Mojawapo ni masuala ya uwekezaji, kuvutia wawekezaji waje hapa nchini, lakini pia wawekezaji wa kwetu kukutana na wawekezaji wengine, kushare experience na kuangalia fursa ambapo taifa kama taifa linaweza kunufaika. Na ikumbukwe
nchi kama nchi za Falme za Kiarabu ni nchi ambazo kimsingi ni nchi tajiri kwa kiwango kikubwa. Wenzetu wana mafuta, lakini wako vizuri katika sekta ya utalii, especially ile wanaita luxury tourism. Ukitaka kufurahia maisha na mambo mengine yaende, basi ni nafasi nzuri kukutana pia huko kwa ajili ya kufanya hayo. Tanzania inayo nafasi kubwa kupitia mkutano huu kuvutia wawekezaji, kwa sababu sisi ukizungumza katika nchi ambazo zina vivutio vingi vya wawekezaji, nadhani katika Afrika sisi ni wa pili baada ya Morocco nadhani. Asante sana Mhadhiri Musimba. Katika tukio hilo la uzinduzi wa huo mkutano wa kimataifa wa uwekezaji barani Afrika, tukio hilo limeashiria pia Afrika kuvutia mitaji ya kimataifa kupitia uwekezaji uliopangiliwa na wenye uhalisia wa kifedha. Tunapozungumzia kauli kama hii, labda inatupeleka wapi? Asante sana Beatrice kwenye swala hili la uwekezaji, na tukumbuke tu kwamba tunapozungumzia diplomasia ya uchumi tunalenga mambo makubwa matatu. Kwanza biashara, kuna uwekezaji, alafu kuna utalii na mambo mengine ambayo yako nyuma kule. Sasa kuna vitu tunasema maslahi ya kimataifa ya uchumi, international economic interest. Lengo letu ni kupata hivyo vitu ambavyo wakati mwingine kwa ndani ya nchi inakuwa ngumu kuvipata kwa sababu rasilimali tulizonazo ni chache, lakini kwa kufanya biashara na wenzetu au kuingia katika uwekezaji kwa kuwashawishi waje huku, wakija kuwekeza, manake ni fursa kwa Watanzania. Asante sana Mhadhiri Musimba. Natumai mtazamaji wa Channel 10 kupitia kipindi hiki cha Zaidi ya Habari umejifunza mengi na umesikia yale ambayo yanafanyika kimataifa kupitia diplomasia ya uchumi. Nikurejeshe kwake Kisa Mwaipiana na Neema Ndeto waliopo studio za Channel 10 ili uweze kuendelea na kipindi chetu cha Zaidi ya Habari. Asante sana Beatrice Eriki. Lakini Kisa, wiki hii kulikuwa na tukio muhimu la siku ya sheria. Swadakta. Yes. Na ilifanyika jijini Dodoma. Kabisa. Anza nalo. Ambapo siku ya sheria nchini Tanzania ni siku maalum ambayo inaadhimishwa kila mwaka ili kuonyesha umuhimu wa sheria, haki na utawala wa kisheria katika jamii. Ni siku ya kitaifa inayotumika kufunga rasmi mwaka wa mahakama. Siku hii pia huwakutanisha wadau wa sheria kama mahakama, serikali, mawakili na wananchi. Mapema wiki hii, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi alimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassani katika maadhimisho ya siku ya sheria nchini yaliyofanyika Februari 2 mwaka huu makao makuu ya Mahakama ya Tanzania jijini Dodoma, ambapo kwa kutambua umuhimu wa mahakama katika ujenzi wa taifa, serikali imeendelea kuchukua hatua za maksudi katika kuimarisha uhuru wa mahakama ili kuiwezesha kutekeleza wajibu wake kikamilifu na kuchochea ustawi wa maendeleo ya taifa. Na mtazamaji, katika tukio hilo Mheshimiwa Daktari Nchimbi alisema serikali itaendelea kushirikiana na mahakama katika ujenzi wa miundombinu, kuimarisha rasilimali watu, kuboresha maslahi ya watumishi wa mahakama na kusogeza huduma za utoaji haki karibu zaidi na wananchi, ambapo alitoa rai kwa uhuru wa mahakama kwamba usitumike kama sehemu ya kuficha uzembe, upendeleo au vitendo visivyo vya haki. Na Zaidi ya Habari imezungumza na mwanasheria ambaye ameelezea utendaji wa mahakama kama suala la utoaji haki pamoja na baadhi ya wananchi ambao wameikumbusha mahakama wajibu wake pamoja na kuzingatia suala la utoaji haki kwa jamii. Tumsikilize mwanasheria, lakini pia tuwasikilize wananchi wanazungumzia suala zima la haki na utoaji haki ndani ya jamii. Tukija katika suala zima la haki kutekelezeka, kwanza lazima ifahamike kwamba tunayo mihimili mitatu. Tunao muhimili wa serikali, tunao muhimili wa serikali, bunge na mahakama. Kazi ya serikali kama tulivyosema ni kuweza kusimamia sheria zote zile ambazo zimetungwa na Bunge ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ingawaje pamoja na zile executive decree, yani zile sheria ambazo zimetungwa, decree ambazo zimewekwa na serikali, huo ni wajibu wao kusimamia. Lakini tunacho chombo cha utoaji haki ambacho ni mahakama. Kwa hiyo kama mahakama itatenda wajibu wake kamilifu pasipo kuingiliwa,
tunaamini kwamba shabaha ya serikali ya awamu ya 6 inaweza ikaonekana inatendeka vyema na haki zote zinaweza zikalindwa kwa mujibu wa sheria. Tunavyoona sisi wataalamu mbalimbali kwamba tuna matumaini ya haki kuonekana huenda ikatendeka vyema. Unajua swala kusema haki inatendeka vyema maana yake imeshaonekana imetendeka. Kwa kabla haijaonekana imetendeka maana yake tunasema tuna matumaini ya haki kutendeka. Kwa na haki hiyo tuna matumaini ya haki kutendeka kwa sababu tunasubiri taarifa mbalimbali ambapo Mheshimiwa Rais mwenyewe awamu ya 6 ameweza kuunda tume mbalimbali ikiwemo tume za kijinai na masuala mbalimbali kwa mustakabali mzima na mpana sana wa serikali ili aweze kupata dira na namna gani vitu gani vya kuweza kusimamia. Kwa hiyo kupitia hayo na ripoti zitazotolewa tutakuwa tuna matumaini ya haki kuonekana tendeka. Uboreshwaji wa utoaji wa huduma za kisheria kwa kiasi kubwa kwanza umefanikiwa kwa sababu majaji wameongezeka kupitia Mheshimiwa Rais kuwateua majaji wengi, lakini pia niseme kupatikana vituo jumuishi vya pamoja ambavyo vilikuwa vinafanya watu wanahangaika kwenda sehemu fulani, lakini ukienda jengo moja kwa mfano pale Dodoma pale kituo jumuishi cha kisheria unapata majengo yote, mahakama ya mwanzo, mahakama kuta zote zinapatikana pale. Kile kitendo kinampunguzia adha huyu mwananchi kupata huduma sehemu mbalimbali. Mahakama inafanya kazi nzuri kwa kweli, inafanya kazi nzuri kwa ajili ya kutenda haki na kutoa haki kwa wananchi wote, lakini ushauri wangu kwa mahakama basi kwa zile kesi ambazo zinaendelea waweze kufanya maamuzi na kutoa haki kwa uharaka. Kama iendelee kuwa chombo huru ambacho kitatoa au kitaonekana kina sauti nzuri zaidi kwa wananchi, ili wananchi waiamini mahakama yao, wasione kama kuna viashiria vile ambavyo vinakuwa vinaleta chuki. Mfano, kesi kama iko wazi moja kwa moja inapimwa na jamii nzima ya Kitanzania, hata mataifa mengine. Ndio maana unaona hata mabalozi sehemu tofauti kama kesi ina maslahi ya kisiasa. Sasa haya yote ni lazima mahakama iyatazame katika hali ambayo haitaleta chuki. Kama kesi ina maslahi ya jamii, basi peleke kwenye jamii. Haina maslahi ya jamii, hata kama ni makosa, tuyaangalie kwa jicho la utaifa. Sekta ya kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa nchi nyingi hapa duniani, lakini pia ni msingi muhimu wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii, lakini yote yanategemea uwepo wa zana bora na za kisasa za kilimo pamoja na mifugo inayolenga kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Bara la Afrika ni miongoni mwa eneo ambalo linatajwa kuwa na utajiri mkubwa wa rasilimali ya ardhi, lakini bado haijafikia kiwango cha juu cha uzalishaji. Hii inatokana na upungufu wa zana za kilimo na mikakati inayoweza kuwaleta watu wengi kujihusisha na kilimo wakiwemo vijana. Wiki hii Tanzania ilikuwa mwenyeji wa mkutano wa matumizi ya zana endelevu za kilimo barani Afrika uliofunguliwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba, ambaye eneo la zana ya kilimo ambapo amesema eneo la zana za kilimo likitatuliwa linaweza kutibu mzizi wa changamoto kwenye sekta ya kilimo. Waziri Mkuu amesema nchi za bara la Afrika hazipaswi kutegemea chakula kutoka nje kwa kuwa zina uwezo wa kuzalisha, kujitosheleza na kuuza nje, akitolea mfano mgogoro kati ya Russia na Ukraine ambao ulichangia upungufu wa mafuta ya kupikia hapa nchini. Zaidi ya habari imezungumza na baadhi ya wakulima ambao ni vijana kufahamu sababu zinazochangia wao kushindwa kushiriki kwenye kilimo kwa 100%, pamoja na wadau ambao wanahusika kwenye mnyororo wa thamani katika sekta ya kilimo. Twende sasa tuwasikilize wadau wa masuala ya kilimo. Tunajitahidi sana vijana kufanikisha ili maisha yetu yawe bora na rahisi, kipato kikue, tulime kilimo cha kisasa na tupate kipato kikubwa. Lakini katika haya yote imekuwa changamoto kwa vijana. Vijana wanategemea ajira kutoka serikalini au baada ya masomo wanatarajia kupata ajira, lakini inaweza kuwa ni umesoma lakini ukafanya biashara ya kilimo na ukapata mapato makubwa kuliko hata yule mtu ambaye ameajiriwa. Changamoto wanasema ni mtaji, lakini kuna vikundi vya vijana, mashirika mbalimbali kama FAO ambao wanawezesha vijana, wanashindwa kuorganize kuwa grupu moja ili kujishughulisha na masuala ya kilimo. Kuamini kwamba kilimo ni mtu ambaye anafanya kilimo ni mtu maskini. Moja kabisa ambao inawafanya vijana kutokujishirikisha na kilimo ni
elimu upande wao kwao imeweza kuwa ni changamoto, na ukilinganisha vijana tulivyo sasa hivi tunahitaji maisha ya haraka sana. Kwa hiyo kijana ukitaka kumuingiza darasani kwanza kumanzia sasa alfabeti hii inakaa hivi, anaona kama unamchelewesha muda kulingana na anachokitaka yeye kupata matokeo kirahisi. Labda changamoto zipi ambazo ziko shambani ambapo vijana wengi wanaziogopa? Akiwalisia kilimo inahitaji moyo. Kilimo kinahitaji moyo, na ndio maana vijana wengi wanakuwa wanakata tamaa kwa kulingana kwamba kilimo sasa hivi kinahitaji kuwekeza. Na nimefurahia kusikia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Changamoto zote ambazo amezieleza kuhusu vijana ambao wamefudhu, wana degree zao, wanaona shida kwenda shambani kwa kutumia kijembe cha miaka cha zana ambazo walizokuwa wanatumia mababu zetu. Lakini nimefurahi kwa sababu mzuri Protil Technology ina majawabu yote. Hii mashine unavyoiona hapa, una seti kila kitu, unaingia kwenye trekta, unaondoka full AC, unaweza hata ukavaa tai. Mtazamaji, kama ulivyotazama taarifa hiyo, tunaendelea ambapo pia kuna tukio ambalo limetokea ndani ya wiki hii ambapo tunakwenda kuangazia swala la changamoto ya usafiri hasa kwa wanafunzi. Na tukio hilo, Neema, kama unakumbuka, lilibuliwa na mwanafunzi wa shule ya sekondari Jangwani ambaye aliandika waraka mmoja mzito sana, na ni mtoto mdogo, kwa sababu mimi nilimshuhudia kwa macho. Mtoto mdogo wa kidato cha kwanza, kadogo dogo, ni ukikaona hata uweze hata kufikiria, lakini kana akili kubwa, kana ujasiri. Lile andiko ndio lilimuibua waziri mpaka kutamka hilo agizo kwa LATRA ambalo alilitoa katika swala zima la kuwanusuru wanafunzi katika swala la changamoto ya usafiri. Changamoto ya usafiri imekuwa kubwa sana, na hasa kwenye miji mikubwa kama Dar es Salaam. Twende sasa, mtazamaji, tukatazame taarifa hii ambayo iligonga vichwa vya habari kwenye vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini kwa kipindi cha wiki hii, ambapo daladala ni usafiri unaotegemewa na watu mbalimbali wakiwemo wanafunzi, hususani kwa maeneo ya mijini kama Dar es Salaam. Pamoja na umuhimu wake, vyombo hivi vimekuwa chanzo cha matukio ya unyanyasaji na mateso yanayoathiri wanafunzi kimwili, kisaikolojia na kielimu. Matukio haya yanahitaji ushirikiano wa serikali, wazazi, shule na jamii kwa ujumla kulitokomeza ili kuwapa unafuu wanafunzi waweze kufika shuleni kwa wakati na kutimiza ndoto zao. Wiki hii kupitia mitandao ya kijamii, mwanafunzi wa shule ya sekondari Jangwani kidato cha kwanza aliyejitambulisha kwa jina la Marian Eric Mirindima aliwasilisha ujumbe wake unaoeleza changamoto anazokabiliana nazo kwenye vyombo vya usafiri maarufu kama daladala. Na ujumbe huo uliibua Wizara ya Uchukuzi na kuiagiza Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri Ardhini LATRA kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya madereva na makondakta wanaonyanyasa wanafunzi, huku pia ikisisitiza kuharakishwa kwa uhakiki wa madereva na usajili wa wahudumu wa mabasi hapa nchini. Zaidi ya habari imezungumza na baadhi ya wanafunzi pamoja na wazazi ambao kwa pamoja wameeleza athari za tatizo hilo, ikiwemo wanafunzi kuathirika kisaikolojia na kielimu, na kuiomba serikali kuendelea kuweka sheria kali zitakazowadhibiti madereva na makondakta wenye tabia kama hizo. Changamoto ya usafiri kwa kisusa wanafunzi, kwanza wanakuwa wale makonda wanaona kama wale inakuwa ni kero, mara wanaweka watu wa mwisho. Usafiri anaambia nyinyi bakini kwanza, magari yanakuwa yanajaa. Wale ni muhimu kwa sababu walitakiwa afike mapema, kwa sababu ni hazina ya baadaye wanafunzi. Watoto wanapata changamoto ya usafiri kwa swaswa hizi gari za binafsi. Watoto wakiwa 5, 4, makondakta wanawatoa. Hata sisi tunapita humu tunawaona. Cha kufanya serikali wafuatilie kusudi wajue ili swala hili litaisha vipi. Hata hivyo, hata haya magari yao ya mwendo kasi, unakuta watoto wanakaa kwenye vituo mpaka saa 2, saa 3, hakuna basi lilopita, na basi likipita limejaa kweli kweli, watoto wanakosa nafasi. Wangefanya utaratibu, kuwe na mabasi maalum ya wanafunzi.
wazazi wana wajibu wa kuhakikisha watoto wao wanatoka nyumbani salama na wanafika shuleni salama, lakini sasa serikali ina wajibu pia. Kwa mfano, nitatoa mifano tu. Serikali ihakikishe watoto wanapangiwa shule au wanasoma shule karibu na wanapoishi, kwa sababu mtoto anapokuwa anasoma, nitoe mfano, mtoto anasoma hapa Muhimbili Primary School, lakini anakaa Kimara, anakaa Tegeta, inalazimika pale magari mawili. Kwa nini asikae Tegeta? Sasa swala, mzazi anatafuta mahali ambako anaona shule ni nzuri. Kwa serikali iboreshe miundombinu ya shule. Hilo kwa kweli halina mjadala. Serikali jitahidi kujenga shule nyingi, na hizo zinazozijenga ziwe bora zaidi, ili wazazi wasilazimike kuriski. Kwa sababu mzazi anapomruhusu mtoto wake aende mbali ni kwa sababu anatafuta angalau ubora wa elimu. Sasa kama shule ziko kwenye maeneo tunakoishi na tukazisimamia kwamba serikali ya mtaa, kwa mfano watoto anamaliza darasa la 7, amemaliza, anakaa Manzese, anapangwa akasome Mivumoni. Sasa hebu niambie anapanda magari mangapi? Na hawa nao wapanga, kwa nini wasizingatie anakoishi? Amemaliza darasa la 7 Kijitonyama, apangwe shule iliyoko Kijitonyama, ambako hata akishindwa kutembea basi apande gari moja. Sasa unakuta mtoto anapanda magari mawili matatu. Hiyo si sawa. Niliandika barua hiyo ili niweze kushtaki kwa waziri jinsi wanafunzi tunavyoteseka. Kwa maana Makonda wanakataa sana wanafunzi. Unakuta unawahi kutoka nyumbani, unaenda pale stand, unakaa, magari yanapita nasema wamejaa wanafunzi, kumbe hamna kitu. Shule ya msingi nilisoma Olympio, na sasa hivi nasoma Jangwani Secondary. Nilipokuwa shule ya msingi nilikuwa napanda school bus, kwa hiyo nilikuwa sipati shida. Nilipoanza kusoma hapa Jangwani, baba akasema Jangwani hamna nini school bus, kwa hiyo utakuwa unapanda daladala. Ndio nikaanza kujua hizo shida. Na umepata ujasiri wa kuandika barua hii? Nilikuwa naona sisi wanafunzi tunateseka sana. Yaani kusema kweli tunateseka sana sisi wanafunzi. Umesema kwamba nyie wanafunzi mnateseka sana. Na wewe ni mtoto wa kike. Hebu elezea utofauti wenu nyie na watoto wa kiume. Sisi tunathaminiwa sana. Sababu sisi mtoto wa kike anatakiwa alindwe. Yaani akilindwa manake hawezi kupata mimba, ukatili hawezi kutokea, wala changamoto zozote. Na tusipolindwa watu wengi tutafanywa ukatili wa kijinsia. Mariana, mara kwanza ulisema hii sio barua yako ya kwanza kuandika. Labda umewahi kuandika barua gani na ujasiri huu umeupata wapi? Nilianza kuandika barua toka nilikuwa la 4. Baba alikuwa anajengea confidence mbele ya kamera, ndo nikaandika hizo barua. Ya kwanza nilimwandikia hayati Magufuli kuhusu ukatili wa kijinsia. Pia nikamwandikia Mama Samia kuhusu ukatili wa kijinsia. Na hii lakini kati ya zote hizo sikuwahi kujibiwa hata barua moja. Hii ndio ilikuwa barua yangu ya kwanza kujibiwa. Na namshukuru sana Mheshimiwa Waziri. Nini tena salamu zako zingine kwa Mheshimiwa Waziri sasa wa elimu? Huyu ni wa uchukuzi. Wa elimu namwambia nini kuhusiana na masuala mengine ya elimu? Nikiwa naombea hivi, sisi wanafunzi tupate elimu kwa haki, heshima na busara, na pia tupewe walimu ambao wanaweza kufundisha kwa huruma, wasiwa wakali sana kupitiliza hadi unakuta unapigwa na mwalimu, unakuta mtoto amechubuka madonda. Hiyo sio nzuri kusema kweli. Mtazamaji, na sasa tukupe tukio lingine muhimu ama taarifa nyingine muhimu ambayo ilitokea ndani ya wiki hii hapa nchini kwetu. Hii ni kubwa kuliko, ni maadhimisho ya miaka 49 ya Chama cha Mapinduzi CCM tangu kilipoanzishwa mwaka 1977. Neema,
Yes, ilikuwa tumeshuhudia ni nderemo, vifijo, nyimbo za birthday wiki nzima hii. Yani kila sehemu ulikuwa unapita hususan katika jiji la Dar es Salaam. Na kama unavyojua Chama cha Mapinduzi hawana jambo dogo kabisa. Mtazamaji, Februari 5 mwaka 1977 ni siku ambayo Chama cha Mapinduzi CCM kilizaliwa baada tu ya kuunganishwa kwa vyama vya Tanganyika African National Union yani TANU na Afro Shirazi Party ASP ili kujenga umoja, kudumisha amani, kuimarisha muungano na kusukuma maendeleo ya kitaifa. Mwaka huu CCM kimetimiza miaka 49 tangu kuzaliwa kwake, kikiwa na historia nzuri yenye mafanikio makubwa kutokana na misingi yake ya haki, demokrasia, amani, umoja, maendeleo ya watu na ulinzi wa taifa. Miongoni mwa mafanikio ya CCM yanatokana na uimara wake ambao umekiwezesha chama hicho kuendelea kushika dola toka wakati huo mpaka sasa. Kuongoza serikali kwa muda mrefu kumekipa chama hicho uzoefu wa utawala na mafanikio ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya kila awamu ya uongozi wake. Wiki hii mtazamaji, CCM imeadhimisha miaka 49 ya kuzaliwa kwake, huku kikiwa kimetekeleza ilani yake kwa kishindo na kuweka mpango mkakati wa kutekeleza ilani ijayo mwaka 2025 2030. Dira ya CCM ni kuona Tanzania yenye usawi kwa wote, nchi inayozingatia na kuheshimu utu, haki na usawa, na taifa imara linalojitegemea, ambapo malengo yake ni kuimarisha uchumi, kuwawezesha wananchi kuongeza kipato, kuboresha maisha ya watu na ustawi wa kijamii, kuimarisha miundombinu ya kisasa ya usafiri na usafirishaji, pamoja na kulinda na kuimarisha amani, utulivu na usalama wa nchi. Chama cha Mapinduzi kimeendelea kujivunia mafanikio makubwa ya serikali iliyoko madarakani, kwani Tanzania imebaki kuwa nchi yenye umoja bila migogoro mikubwa ya kisiasa na kikabila, jambo linalotajwa kama msingi wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Chini ya CCM, Tanzania imepiga hatua kubwa katika huduma za msingi kama elimu, afya, maji, miundombinu, kuanzia elimu ya msingi hadi vyuo vikuu, ujenzi wa hospitali na vituo vya afya, pamoja na barabara, reli ya kisasa SGR na umeme. Haya yote yanatajwa kama mafanikio ya sera na mipango ya muda mrefu ya Chama cha Mapinduzi. CCM imeongoza nchi katika mabadiliko ya mfumo wa vyama vingi, kuendesha uchaguzi za mara kwa mara na kuweka misingi ya taasisi za kikatiba. Pamoja na changamoto zilizopo, lakini uthabiti wa kisiasa umeifanya Tanzania kuendelea kuwa kivutio cha uwekezaji na mshirika anayeaminika kimataifa. Haya ni baadhi tu ya mafanikio ya Chama cha Mapinduzi kikiwa kinaadhimisha miaka 49 toka kuanzishwa kwake. Na mafanikio yako mengi sana. Naweza kutaja moja moja hapa. Ni mengi sana. Mwaka 2027 na ndio maana tumeyataja kisekta, tukiangalia sekta ya elimu, tukitazama sekta ya afya ambapo tumeona vituo vya afya, zahanati, hospitali mpya zimejengwa, lakini pia maboresho makubwa sana yameonekana pamoja na vifaa tiba. Mtazamaji wa Zaidi ya Habari, tunahitimisha kipindi chetu hiki kwa kukuletea kona yetu. Neema Ndeto, tunataka kufahamu kwenye kona yetu kuna nini wiki hii? Kwenye kona yetu leo tunatazama changamoto za wapaka rangi. Kina dada tunapenda kupendeza, lakini hawa wapaka rangi wanakutana na changamoto nyingi kisa. Na kwa research ambayo mimi nimefanya, wapaka rangi wengi ni wanaume kabisa na wateja wao ni wadada. Kwa changamoto lazima ziwepo, changamoto mchanganyiko. Na mimi sijabahatika kukutana na mpaka rangi mwanamke. Wapo? Wapo. Kwa mwaka mzima nilimkuta mmoja Mwenge, mdada ambaye alinihudumia mimi na nikajikuta ninashangaa kwa sababu katika kipindi chote ambacho mimi nimeanza kupaka rangi, kwenda kupaka rangi, sijawahi kuhudumiwa na mwanamke. Ndio nikamkuta yule dada alinihudumia na haijawahi kutokea tena. Mimi binafsi sijakutana na mwanamke. Wengi naona ni katika wanaume. Yes. Kwa hiyo hebu twende tukamsikilize, atatueleza changamoto ambazo wanakutana nazo. Changamoto nyingi, lakini sasa mojawapo ile ya kwamba unamhudumia mke wa mtu alafu ghafla mume wake anakatiza hapo, unakuta tayari wewe ushampakaza scrub
mume wake huyu hapa. Kwa hiyo pale changamoto inakuwa nzito sana, mume wake anatamaki, vipi tena? Mbona mshikashika hivyo mke wangu? Nusu makofi nini huku na huku, inakuwa changamoto kubwa sana. Kufanya biashara mdogo ambaye yeye mzunguko unomzunguka ni 500,000, 300,000, 200,000, lakini anahitaji yeye hana mshangazi, hana mjomba, wala hana mtu wa kumwazima pesa, anatakiwa akakope kwa serikali, akakope benki, lakini masharti yamekuwa makubwa mno na riba zimekuwa kubwa mno. Unaambiwa wewe leo hii unatakiwa ukopeshwe labda tuseme milioni 5, lakini unatakiwa ulete wadhamini 3 au 2 kutoka serikalini. Unawapata wapi? Nyumba haina mtendaji, nyumba haina daktari, nyumba haina mwalimu. Mfanyakazi wa serikali yeye akakuwekea saini ili wewe upate mkopo, unampata wapi? Kwa hiyo unajikuta unakaa nini? Nje ya vigezo. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa kipindi chetu cha Zaidi ya Habari. Tumehitimisha hivyo kwa kuletea kona yetu ndani ya Zaidi ya Habari. Hatuna la ziada. Mimi ni Kisa Mwaipiana nikiwa na mimi ni Neema Ndeto pamoja na mwenzetu Beatrice Eric. Asante sana kwa kututazama na kutufuatilia kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka hivi sasa. Tukutane tena Jumamosi ijayo.